Mlevi alikosea kuingia kwenye uwanja wa mazoezi. Mwanasanaa alibonyea karanga, akampiga kwenye goti. Chombo cha pombe kilitoka mara moja, lakini mlevi alikishika chombo kinachoanguka mara moja, na aliinua mwili wake kwa vidole vichache tu alipokuwa karibu kuanguka. Hata hivyo, hakutaka kufunua ujuzi wake wa sanaa ya vita, kwa hivyo aliangusha kwa makusudi na kuvunja chombo hicho. Tukio hili lilifanikiwa kuwadanganya watu wote. Kila mtu alimcheka, akidhani hana maana, lakini hakuna aliyejua kuwa mlevi huyo alikuwa na ujuzi wa sanaa ya vita usioweza kushindwa. Akiwa kijana, aliwashinda wote waliojua mafunzo ya juu kwa mkono mmoja. Matokeo yake, alifanya maadui wengi. Siku moja alipofika nyumbani, alikuta kwamba familia yake yote wamekutana na msiba. Tangu wakati huo, alificha utambulisho wake na akawa mlevi. Mwalimu wa shule ya sanaa ya vita alimhurumia na akamchukua, na akamwoa binti yake kwa mlevi huyo. Hata hivyo, kila mtu kwenye shule ya sanaa ya vita alidhani hana uwezo. Mara nyingi alidharauliwa na wengine. Ni mke wake tu aliyemjua utambulisho wake wa kweli. Hata hivyo, siku moja mlango wa shule ya sanaa ya vita ulibomolewa. Kundi la watu walilishindania shule ya sanaa ya vita na walitaka kuchukua kila kitu kutoka shule hiyo. Ndugu mkubwa alikasirika sana na mara moja akakubali changamoto. Katika hatua hii, mpinzani akatoa ubani 3 na akazichoma kwenye ardhi. Kwa kiburi, akatangaza kuwa atawashinda wote kabla ubani haujateketea. Wanafunzi wote walikasirika sana waliposikia hili. Mwanafunzi mmoja alikimbilia mbele kwanza. Kila mtu alimsifu kwa ujasiri wake na waliamini kwa imani kuwa atashinda. Lakini mlevi alikunywa kichwa na kusema atashindwa hivi karibuni. Hakika, mpinzani alimkamata mkono wa wanafunzi kwa ghafla. Kwa nguvu kidogo tu, alimtupa mwanafunzi huyo nje ya eneo la mashindano. Wanafunzi wote walishangaa sana. Ili kurejesha heshima ya shule ya sanaa ya vita, mwanafunzi mkuu aliamua kumshughulikia mpinzani. Sauti za shangwe zilikaribia tena nje ya eneo la mashindano. Mwanzoni, wawili hao walikuwa sawa, lakini mpinzani aligundua mara moja udhaifu wa mwanafunzi mkuu. Alimkamata mara moja mkono wa mwanafunzi mkuu ili kuzuia mashambulizi yake. Maumivu yalimfanya mwanafunzi mkuu kulia kilio. Mpinzani alipokuwa karibu kuanzisha mashambulizi ya mwisho, mke wa mlevi alikimbilia mbele kwa ghafla ili kumwokoa ndugu yake. Lakini alijua hakuweza kumshinda mpinzani hata kidogo. Kwa hivyo alipiga magoti ardhini na akamsihi mpinzani amsamehe ndugu yake. Lakini mpinzani alimtaka aachane na mlevi na kumuoa. Mwanamke alimkataza bila kusita. Ili kumfanya mwanamke ahame uhusiano na mlevi, mpinzani alimpiga mlevi kwa ngumi. Mwanamke alisimuka haraka ili kumsaidia mume wake kuzuia mashambulizi. Alipoona mke wake amejeruhiwa vibaya na amelala chini, mlevi hakuwa tena anataka kuficha nguvu zake. Aliapa kumfanya mpinzani kulipa gharama kubwa.